Fedha ambazo zimetolewa kwa ajili ya uwezeshaji wa kiuchumi kwa makundi haya ni zaidi ya milioni 14. Na mwaka huu wa fedha tunavyozungumza tumeshatoa fedha shilingi bilioni 4.2 kwa ajili ya makundi haya. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaweza ukaona kwetu sisi katika wilaya na halmashauri namna ambavyo tumewezesha makundi maalum, hasa makundi ya vijana. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo umeona tangu ulivyoanza ziara hii, maeneo ambayo biashara zinafanyika ni maeneo yote ya wazi ambayo rasmi na yasiyo rasmi. Serikali imeweka kwa makusudi mazingira wezeshi ya vijana na makundi yote maalum yaweze kufanya biashara katika halmashauri yetu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkuu wetu wa mkoa alizindua programu maalum ya kuhakikisha kwamba biashara inafanyika kwa masaa 24 katika maeneo haya mawili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni wazi kabisa swala la kufanya biashara na kujiingizia kipato kwa njia halali katika wilaya ya Ubungo tumeendelea kuiweka kama kipaumbele. Kwa hoja yoyote ambayo inaweza ikaanzishwa kwamba wapo watu wamekosa fursa katika wilaya ya Ubungo, sio kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wanamsigani tuna shida katika shule yetu ya msingi ambayo hivi sasa inatarajiwa kupelekwa na mto. Hali ni mbaya, hatujui kama Januari itafika. Tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tatizo letu hili ulichukue kwa hati ya dharura chini ya certificate of urgency. Hali sio shwari. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakuwa sijatenda haki. Kama mbunge na mwakilishi wa wananchi wa Kibaha, nisipotoa shukrani kwa kazi kubwa ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi imeifanya katika sekta ya elimu, katika sekta ya afya, katika sekta ya barabara. Tumeweza kushuhudia ujenzi wa barabara kupitia TARURA takriban kilomita 12.19 zilizogharimu shilingi bilioni 19.4. Lakini tunawashukuru sana Wizara ya Ujenzi pia kwa ujenzi wa barabara zetu mbalimbali, ikiwemo barabara ya Kibaha mpaka Kibwegere pamoja na maeneo mengine katika jimbo letu ambazo zimegharimu takriban shilingi milioni 248. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa maji tulianza mwaka 2021 tukiwa na huduma ya maji safi 70%, lakini kwa sasa mtandao huu wa maji, usambazaji pamoja na huduma umeendelea kuimarika na kuongezeka na kufikia 82%, na bado wizara inaendelea na jitihada na tunayo matumaini makubwa, hasa ukizingatia tumeongezewa uwezo wa kuhifadhi na kusambaza lita za maji sasa takriban milioni 102 kufuatia uwekezaji uliofanyika katika tenki la Tegeta A pamoja na mshikamano. Kwa niaba ya wananchi wa Kibaha nasema asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeona pia huduma katika sekta ya afya. Ukiangalia huduma za upasuaji wa dharura zimeongezeka katika hospitali yetu ya wilaya ya Ubungo, katika kituo cha afya cha Kimara, kituo cha afya ya Goba, na tunaamini jitihada hizi zitaendelea kuongezeka zaidi. Tunashukuru upatikanaji wa dawa umeongezeka, lakini vile vile majengo ya kutolea huduma za afya na kwenye pia katika kituo cha afya Goba, Kimara, Msumi na vingine vinaendelea kuimarika zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa biashara tunashukuru sana. Pembeni yako tunayo stendi maarufu kabisa ya Magufuli ya kisasa kabisa, na yenye zaidi ya shilingi bilioni 50 zimeweza kuwekezwa katika jimbo letu kwa niaba ya wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, ili kuweza kupata huduma nzuri ya usafirishaji. Lakini kwenye hili Mheshimiwa, tunaomba tu moja. Tunaamini kituo hiki kilijengwa ili iwe ndio mwisho wa safari hapa, lakini bado ziko stendi nyingine katikati huko. Matokeo yake uwekezaji mkubwa uliofanyika katika stendi hii ya Magufuli hautumiki kikamilifu. Tumeshuhudia stendi nyingine katikati huko. Tunatamani kwa kiasi kikubwa basi stendi hii iweze kutumika kwa kuzingatia malengo yaliyofanya stendi hii kujengwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa maji tunashukuru Wizara ya Maji imeendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji. Tunaendelea kuomba uwekezaji zaidi uweze kufanyika ili maeneo
miundombinu ya maji, lakini bado hayana maji yaweze kufikiwa. Lakini sambamba na hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niendelee kuomba kwa upande wa barabara. Jimbo langu bado linaendelea kukua, bado ni jimbo changa, lina maeneo mengi yenye changamoto katika miundombinu kutokana na hali yake ya kijiografia. Naendelea kushukuru kwa barabara mbalimbali na vivuko tulivyoahidiwa katika ilani, lakini niendelee kuomba wakati tunasubiri ujenzi wa barabara wa kudumu zaidi, ikiwemo katika barabara ya Mbezi Victoria, Mpiji Magoe kwenda Bunju yenye urefu wa kilomita 24.7, na nafurahi kuona kwamba waziri kakaangu Mheshimiwa Ulega tumekuwa tukiyazungumza haya yupo. Naamini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wangu wa Kibamba watapata neno kubwa la faraja. Barabara hii nitaendelea kuisemea, na naamini kwa kuwa leo umefika na kakaangu Ulega naye yupo, basi wananchi wa Kibamba watapata faraja sana. Bahati nzuri kwa barabara hii inagusa wa jimbo la Ubungo anaweza katumia, wa jimbo la Kibamba atatumia, lakini kwa upande wa Bunju Kayo watatumia. Mabasi yetu ya kutoka mkoani itakuwa ni shortcut nzuri sana katika kupunguza foleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu mkubwa naomba sana, najua wizara wanaendelea na jitihada nzuri, na kwa kuwa umetoka Wizara ya Fedha na kwa kuwa wewe ndio kiongozi wetu mkuu wa shughuli za serikali, naamini utaendelea kuweka sukumo na kupitia waziri wetu wa ujenzi, na nimemwona katibu mkuu hapa, vibali vikishatoka, fedha zikishatengwa, walau wananchi wangu waweze kupata faraja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini ikikupendeza Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa leo umefika katika jimbo letu, ikikupendeza tunakukaribisha kwa ziara siku nyingine uweze kutembelea barabara hii na kuweza kuiona barabara ninayoizungumzia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu mkubwa naomba sana kuiombea barabara hii, lakini vile vile kuiombea barabara yetu kuanzia pale Kimara mpaka kuelekea Kinyerezi, ambayo inatunufaisha jimbo la Kibamba, jimbo la Ubungo, lakini pia jimbo la Segerea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naendelea kuiombea pia barabara yetu ya Kibwegere kuunganisha na kipande cha Mpiji Magoe, kilomita zile 5.2 zilizobaki, ambazo naamini zitakuwa msaada mkubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa maji niendelee kuomba mtusaidie mtubebe kuweza kutuunganishia maji. Wananchi wamekuwa wakihangaika sana huku, lakini naamini muda si mrefu maeneo yote yataweza kupata maji. Kwa upande wa biashara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru sana mwenyekiti wetu wa mtaa ameweza kuzungumza pamoja na diwani, na anaungana na maneno yote waliyosema kuhusiana na mtaa wetu wa Mbezi kwa Yusufu kupitia wafanyabiashara wetu, lakini kupitia mmomonyoko ule unaoendelea kupitia mto Mbezi ambao unaathiri shule zetu za msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niendelee kuomba kupitia maeneo ya hifadhi ya barabara, tunaamini tukiweza kukaa vizuri na wenzetu wa Wizara ya Ujenzi ambao jambo limeshaanza, kushirikiana na halmashauri zetu, tuko tayari kwa maelekezo atakayotupatia tutakavyoweza kujenga vibanda vichache vya mfano vitakazoweza kunufaisha wafanyabiashara wetu waweze kujipatia riziki, kipato, lakini kuchangia katika uchumi wao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hili hizi ambazo waheshimiwa mawaziri wameongelea zitajengwa, na mimi nielekeze waziri wa TAMISEMI pamoja na wa ujenzi, barabara hizi waaminini wakandarasi wazawa wakazijenge.